jali kila la khair. Karibu Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Umar Kawambwa, Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh ambaye unapendwa na watu wengi kwa ajili ya Mungu na Mtume Muhammad. Ndio hilo tu, karibu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi niungane na wenzangu kwanza katika kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwafikisha kuhudhuria katika jambo hili tukufu. Pili, niwapongeze kaka zangu hawa mashekhe wawili wanaojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika kuhakikisha jamii hii inarudi kwake hali ya kuwa yenye kusalimika nyoyo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwisho nimwambie mwanangu Mihsan, mimi naongea na wewe, na wewe utaongea na ahali yako, na maneno yangu nenda kaishike ndoa yako. Leo balaa katika mambo ya ndoa sababu yake ni ile 50-50. Anageukia huko kisha nitarudi kwako. 50-50 katika kila kitu. Tunasomeshwa, tunaelekezwa hivyo, eti kiasi anachoishika ndoa mume ndicho kiasi hicho hicho anapoishika ndoa mke. Hii si sawa. Kilichoagizwa katika Qur'ani ni amsik alaika zawjaka. Metumika vocabulary au msamiati wa al-imsak. Kiswahili ya imsaki ni kuzuia. Maana yake nini? Tende kuishika ndoa yako kama mimi nilivyoishika hii mikrofoni kwa pose ya kushinda. Imsak ni kama vile mtu anavyomkamata samaki au kuku au yoyote katika vinyama hai kipindi cha uhai wake. Anamshika kwa mikono miwili, kwa akili yake na kwa busara. Nenda kafanye hivyo. Ya mwisho kabisa tena kwa umuhimu, sisi manake mimi na wewe na wengine wa mfano huu, watu wote waliozaliwa na mashehe wanaenda kupimwa kwa vipimo vya baba zao. Unasikia hapo? Yaani wewe huwezi kupimwa kama Mihsan, eti ukitokea mbele za watu napimwa kama Sheikh Yusuf Muhammad Kidago, tende kuwa kituko. Umeelewana? Tuna tatizo hilo sisi. Mimi hapa nimesimama, wazee hao wanaona akasimama Ustadh Al-Hadi. Wewe nikiteleza tu, nani anatukanwa? Mzee Al-Hadi. Neno huyu mtoto wa nani usiliruhusu katika maisha yako. Huyu mtoto wa nani ni matusi, usiliruhusu katika maisha. Nenda kasimame kama alivyosimama baba. Na sizungumzi na mkeo kwa sababu baba yake anamjua, wewe utaenda kufanya kazi hiyo vizuri sana. Na hakikisha unaenda kumfurahisha mkeo. Sheikh Ahmad Al-Tayyib As-Sarkhasi maneno yake mafupi anasema thalathun aladhu, mambo matatu ni matamu sana. Yaani ukitaka kujua ladha ya dunia ni mambo mangapi? Matatu. Akasema la kwanza aklu lahmi, kula nyama. La pili warukubun ala lahmin, kupanda juu ya mnyama. Na la tatu idkhalu lahmin fi lahmin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitamuhu misku. Sheikh Walid, una maneno mazuri, Mwenyezi Mungu akubariki. Sallu ala al-habibi sayyidina Muhammad
sauti bado. Sallu ala alhabibi sayidina Muhammad. Sasa hivi